Dawa unazomeza bila ushauri wa daktari zinaweza zikawa ndio chanzo ambacho kinakupelekea tatizo lako la asidi likazidi siku hadi siku. Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya dawa sio salama kwa wewe mtu ambaye una tatizo la acid reflux. Na unapokuwa unatumia dawa hizo bila ushauri wa daktari au bila kumwambia daktari kwamba una tatizo la asidi, basi hizo dawa zinawezekana zikawa zinaongeza tatizo lako la acid reflux, na ukashangaa kwamba mbona huponi, mbona hupati nafuu. Ni kwa sababu kuna baadhi ya dawa, labda una ugonjwa fulani, hizo dawa zinaongeza tatizo lako la acid reflux. Kwa hiyo ni vyema unapokuwa na tatizo la acid reflux mwambie daktari dawa unazotumia au magonjwa ambayo unayo na dawa gani unazitumia, ili aangalie kwamba je, hizo dawa unazotumia haziwezi kusumbua tatizo lako la asidi. So hiyo ndio kitu ambacho nimegundua watu wengi sana wamejikuta wanatumia dawa bila ushauri. Anaenda tu pharmacy ananunua dawa mwenyewe anavyojua na anatumia, kumbe zile dawa ndani yake ndio zinazochochea tatizo lake la asidi lisipone au lisikae vizuri. Kama wewe ni mmoja wa watu ambao wanasumbuliwa na tatizo la acid reflux, chukua namba yangu bao nipigie niweze kusaidia, kwa sababu nimekuwa nawasaidia watu wengi wenye matatizo ya mfumo wa tumbo, yani vidonda vya tumbo, acid reflux, mambo ya gesi na mambo mbalimbali ya mfumo mzima wa tumbo.